kaja huko. Kwa hiyo nilivyokuja huku mara ya kwanza, nilianza masuala ya kupiga debe na ugeni wenyewe. Wazazi wangu walikufa nikiwa bado mdogo sana, kwa sababu babangu mimi alikufa mwaka 2004. Wakati niko shule, kwa mamangu naye alikaa muda mfupi tu 2008 naye akaja kafariki. Niko zangu hapa stendi mpya mnadani napiga debe. Mtazamaji wa Jimbi TV, hii ni exclusive interview. Leo hii nipo stendi ya mnadamu mpya na hapa nimekuja kupiga story na Abdulaziz Mkawa. Yeye ana mengi ya kutujuza, hususan mkasa ambao alipitia kwenye maisha yake mpaka kufikia hapa. Ni yatima lakini alisoma, bahati mbaya sana kamaliza, alikosa ada ya kuweza kuchukua vyeti vyake. Ndicho ambacho kinamwazisha sana, ndicho ambacho kinampa shida mpaka leo. Hana vyeti lakini amesoma na ufaulu mzuri sana. Anahitaji msaada kuweza kupata vyeti vyake ili aweze kuapply ajira mbalimbali au kazi ambazo zinatokea. Mimi ni Wilson John na hii ni Jimbi TV. Niko na Abdulaziz anatueleza kwa kina zaidi. Yeye ni nani, alitoka wapi na ilikuwaje? Abdulaziz, habari za wakati huu? Nzuri ndugu mtangazaji, nzuri. Pole na majukumu. Nashukuru sana. Sisi tumeweza kufika hapa, tunataka tumjue Abdulaziz ni nani. Mimi naitwa Abdulaziz Mkawa, nilizaliwa Morogoro 1993 tarehe 28 mwezi wa 10, mkoa wa Morogoro, wilaya ya Kilosa. Nilianza kusoma shule ya msingi Bwigili Asikona, darasa la kwanza ilikuwa ni mwaka 2000. Kwa pale nilisoma miaka 7 mpaka 2007 ndio nilipokuja kumaliza elimu yangu ya shule ya msingi. Baada ya hapo kuna mtu aliweza kunisaidia na kwenda kunisomesha shule moja ambayo ilitwa DST Mvumi, iko Mvumi. Na matokeo yake baada ya kumaliza pale form 4 nilipata 4 ya 28, lakini nikiwa na credit zangu 3. Kutokana mambo yani sikuwa na hela yote ambayo hata ningeweza kwenda advance kwa sababu nilikuwa na credit 3 basi nikaenda kusomea chuo cha walimu pale Mpwapwa. Nilipoenda kusomea chuo cha walimu Mpwapwa pale, kutokana nilikuwa sina uwezo, sina chochote, basi kuna mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Hosea aliwahi kunisaidia. Alinisaidia mwaka wa kwanza ule pale, aliweza kunilipia, kanunulia nani za chuo pale, kila kitu, nikaanza. 2013 nakumbuka ilikuwa kama mwezi wa 10 hivi, kwa 9 au 10 hivi. Unasema kwamba baada ya kumaliza elimu yako ya shule ya msingi, ndio hicho wazazi wako walikuwa kiukweli mimi wazazi wangu walikufa nikiwa bado mdogo sana, kwa sababu babangu mimi alikufa mwaka 2004. Kwa hiyo unaweza kaona nilikuwa bado mdogo sana. Kwa wakati niko shule, kwa mamangu naye alikaa muda mfupi tu 2008 naye akaja kafariki. Ndugu wengine nilikuwa nao lakini kutokana na ule uwezo kwa hiyo uwezo ulikuwa hamna. Huku Dodoma kuna mwalimu mmoja hivi ambaye kuna siku alikujaga kule miaka ya nyuma, alikuwa anaitwa Mwalimu Chazi Mlaponi. Alinichukua na akanitoa akanileta kule, kwa sababu pale Bwigili ile ni shule ya watu wasioona, ina maana tunakuwa tumechanganyika na sisi watu wenye albino. Kwa hiyo mimi nikaa nasoma pale, nalala pale bweni. Kwa hiyo kuna baadhi kama ikitokea msaada yote pale wanafunzi nini tunasaidiwa. Kwa hiyo kutoka kwangu kule kuja huku kulikuwa ni kwa sababu ya huyo mwalimu. Nikaja kwa ajili ya kusoma tena, but nilipomaliza nikafaulu pale Mvumi, kuna mtu alikuwa ananisaidia, nilipia ada na nikapata ile 4 ya 28. 2013 nakumbuka huyo Mwalimu Hosea ambaye alinisaidia mimi sekondari, alinisaidia mimi kwenda kusoma chuo cha walimu Mpwapwa, ndio alinifanyia mpango pale, akaenda kuniombea kwa principal, nikapata nafasi. Kwa 2013 ndio nikaanza mwaka wa kwanza. 2014 ndio nikaja nikamaliza ile certificate ya upgrade. Nilipomaliza pale certificate ya upgrade ndio sasa tulikuwa tumesubiria matokeo, lakini kabla ya hapo
wakati nimemaliza nilikuwa bado nadaiwa ada, yani kuna ada nilikuwa nadaiwa, kwa sababu mwalimu mwenyewe huyo alikuwa anisaidia. Ilifika kipindi naye aliweza kutoweka, kufariki. Alifariki, Mwenyezi Mungu alimchukua. Kwa hiyo pale nikaenda kumuomba principal pale chuo. Nilipoenda kumuomba principal akaniambia, wewe soma, lakini mtihani fanya kila kitu nini, ukija kupata hela utakuja kulipa na kwenda kuchukua nini vyeti vyako. Kwa hiyo hadi hivi ninavyoongea kuna baadhi ya wenzangu ambao nilisoma nao, wenzangu wamepata ajira, lakini mimi sijapata ajira kutokana na hela ada sina, hata yani hata living certificate sina. Ndio maana unaona niko hapa stendi piga debe chochote ambacho naweza kupata. Hapa stendi kwa mara ya kwanza kabisa stendi nilifika 2018. Nilifika 2010, actually nilimaliza 2015. 17, 16 kwa nilikuwa tu mtaani, nilienda nyumbani kidogo kupumzika. Sasa kutokana huko nilikuwa na marafiki zangu nini, nikaja huko. Kwa hiyo nilivyokuja huko mara ya kwanza, nilianza masuala ya kupiga debe na ugeni wenyewe. Huko mimi nilikuja tu kutafuta kazi yoyote ambayo naweza nikaipata, lakini sasa kutana mimi najichanganya na watu wengi, akaniambia wewe unakuja stendi basi pale tunatafuta abiria tunaweza tukapata chochote. Kwa hiyo 2018 rasmi nilikuja hapa stendi mpya Mnadani. Nilipokuja stendi mpya nimekaa 19, 20 nikaondoka nikaenda Morogoro mara moja. Nilipoenda Morogoro mara moja nikakaa miaka kama 3. Kwa 2023 mwezi wa 10 tarehe 16 mimi ndo nilikuja huku tena. Rasmi ndo kama hivyo unavyoniona niko zangu hapa stendi mpya Mnadani, napiga debe chochote kinachopatikana. Na masuala ya maradhi. Masuala ya malazi kiukweli nimepanga. Nimepanga nikipata kodi na mlipa mama mwenye nyumba hana shida, hata kama sijapata nakwambia wewe nani ukipata utanipa. Kiukweli. Kiukweli mimi kuna kipindi nilibahatika kukaa na mwanamke nilioa. Tulikuwa tunakaa naye tunaishi naye, lakini baadaye tukaja kuachana naye. Mtoto naye tu mmoja, lakini mtoto mwenyewe wasikai naye. Aliniacha, yani inapoonekana kuna mtu atakuwa alimpata mwingine, kwa hiyo mimi akaa ameniacha. Naona sasa mtu kiukweli sikujaribu kuuliza, ile nilifuatilia nikaona tu, kwa sababu mimi kipindi hiyo nilivyompata kuna baadhi ya safari nilikuwa napata kidogo labda. Kwa hiyo nikiwa nikirudi nikaona hali imebadilika, kama sio mbaya ndo nikanika mwaka mmoja hivi kidogo. Nikaane mwaka mmoja kidogo. Akabadilika, baadaye akaondoka nyumbani basi. Kwa hiyo kitu kingine huyo sikuzaa naye, niliozaa naye ni mwingine tu, niliozaa naye mwingine tu, bila asikubali huyo nilizaa naye, lakini sikuwa nimebahatika kaa naye, tulikuwa tunakaa naye tu kidogo basi. Kiukweli kwa sasa hizi mawasiliano yamekuwa ni hafifu sana. Mara nyingi mimi niko pia mtandaoni, kwa alikuwa ananichekigi Facebook. Lakini namba yake kabisa hapana, alikuwa ananichekigi Facebook. Alikuwa ananichekigi Facebook. Sasa pesa ambayo inadaiwa au unadaiwa ya kamilisha waje kuchukua vitu, wanakudai kama kiasi gani? Pale chuoni pale nadaiwa kama 600,000. Maana 600,000 mwanzoni yule mwalimu ambaye nilikwambia alinienda kuniombea kwa principal, mwalimu Sea alinisaidia kunilipia kidogo, ila sasa alivyokufa ndio hivyo tena. Kwa hiyo kuanzia ule muhula, kwa sababu tulikuwa tunalipa kwa awamu, kwa hiyo kuanzia ule muhula wa kwanza na huu mwaka mwingine wote mimi sikulipa. Ila tu nilienda kumwomba principal akaniambia mimi nisome. Kwa hiyo ni kama 600,000 hivi. Kiukweli kuna afisa ustawi mmoja aniwahi kumfuata kumwelezea, aliniambia nitashughulikia hili jambo, lakini hakuweza kushughulikia. Ni watu wengi tu niwahi kuwafuata kuniambia atashughulikia hili jambo langu, lakini hakuwahi kushughulikia hili jambo. Kila nikiwafuatilia naona kama
hawaelekei, basi na mimi nikawa nimekata tamaa, nikasema labda kuna siku ambayo mimi Mwenyezi Mungu labda atakuja na mimi kunifungulia, kwa sababu kama nimeweza kusoma muda yote hiyo, lakini kitu kidogo tu kimeweza kunikwamisha. Kitu kidogo tu kimeweza kunikwamisha. Unaambia nini watazamaji wa GIMB wanakufuatilia sasa hivi? Watazamaji wetu wa GIMB TV, kwanza mimi napenda kuwaomba jambo kimoja, yule atakayeangalia interview atakayevutiwa na mimi kuweza kunisaidia hiyo hela niweze nikalipe ada, nichukue vyeti vyangu, niweze kuomba kazi, au yote anaweza kunisaidia lolote lile, hata nifanye biashara, nifanye kitu chochote kile, mimi kweli nitafurahi sana. Wamtambia taasisi kana deadline sasa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ombi langu ambalo nilikuwa namuomba nadhani amesikia jinsi nilivyomwelekeza, basi aweze kunisaidia na mimi niweze kuchukua vyeti vyangu, pia niweze kupata ajira kama watu wenzangu wengine. Na foundation mbalimbali kama foundation ya disability ambazo ziko zinasaidia watu wenye uhitaji viungo mbalimbali, zipo kuwapata au kupata taarifa zote unaweza kuuliza kusaidia? Kiukweli sikuwahi kuwafuata kutokana na kwanza hata ofisi zao sijui ziko wapi, ila kitu kingine niliwahi kwenda kuwafuata vyama vishirikisho watu wenye ulemavu, nikawaelekeza, walisema watalifuatilia, lakini sikuona kitu chochote ambacho walikifuatilia. Kwa hiyo nikaona tu basi kama nyie na mimi mwenyewe pia nimefurahi kuona GIMB TV leo mmenitembelea, mmeniona, mmenioji. Natumaini wa Tanzania wa nia njema na mimi wataniona na kuweza kunisaidia kitu chochote. Mimi kiukweli kwa sasa hizi labda nyie GIMB TV kwa kuwa nyie wanaangalia na nyie pia mna connection zenu na nyie, mimi na nyie tunaweza tukaonana muda wote, kwa sababu nyie mmekuwa familia. Itakuwa ni vizuri GIMB TV kama nyie mtawapa namba zao na nyie hapo ambazo zitakuwa zinapita hapo kwenye kioo, ambapo watu wakiwatafuta basi mimi mnaweza mkani connect nao, tuone tunafanyaje na mimi nasaidika. Alafu pia jambo jingine ambalo nilikuwa napenda kuongea ni kwamba sisi hapa watu wenye albino tunapitia changamoto nyingi sana. Kwa hiyo kwa mtu yote ambaye anaweza kunisaidia masuala ya mafuta, kwa sababu mafuta yetu sisi inapatikana na kweli na inauzwa pesa ndefu. Kwa muda mwingine kwa kazi zangu za kupiga debezi nikikosa mafuta ina maana jua linanichoma sana. Umeona? Kwa hiyo kwa taasisi yoyote wanaoniona wanaweza pia kunisaidia mafuta kupitia GIMB TV online, unaweza kuwasiliana na GIMB TV online, basi wenyewe GIMB TV wanajua sehemu ya kunipata mimi. Mtazamaji wa GIMB TV, na mimi nimemsikia vizuri kabisa Abdulaziz kwa kile ambacho ameweza kukieleza kwa kina. Mengi sana ameweza kuieleza humu ndani, akibainisha changamoto ambazo anapitia, amezipitia kwa muda mrefu, kubwa zaidi akiomba msaada kwa ajili ya mahitaji yake mwenyewe, kama mafuta yanauzwa bei ndefu sana, lakini pia kuweza kupata hela ya kuweza kupomba vyeti ili aweze kupata tajira kwa ajili ya kutuma CV zake katika makampuni mbalimbali. Tumeweza kumtembelea katika stendi hii ya Mnadani, kuweza kuzungumza naye. Amekuwa akishughulika hapa, kwa kweli amekuwa kijana ambaye anapambana sana kuweza kuhakikisha analipa kodi, lakini pia anaendesha maisha yake, lakini kuna mambo ambayo hawezi kuyakizi, hawezi kuyatimiza kutokana na kipato ambacho anapata akiwa hapa. Si kipato ambacho kinaridhisha sana, sio kipato ambacho kinakizi mahitaji. Kubwa zaidi amesoma, lakini vyeti hakuweza kuchukua, kama alivyoeleza kwamba wazazi wake walifariki dunia kwa umri mdogo sana, kwa baba yake, mama yake, msaada ukakosekana. Amesomeshwa na watu ambao waliguswa na maisha yake, wakaweza kumsaidia, wakamsomesha, lakini nao bahati mbaya sana akafariki dunia, kabaki mwenyewe. Sasa hivi akasoma kwa ya mwalimu, lakini sasa matokeo alipotoka hawakuweza kuruhusu moja kwa moja kwa sababu alikuwa anadaiwa. Ndicho ambacho kimetufanya sisi kuweza kufika hapa kwa ajili ya kuweza kumpatia msaada. Wewe ambaye unatufuatilia kwa namna yote ile, unaweza kuwasiliana nasi GIMB TV, kwa sababu yeye mwenyewe alipo hapa hana mawasiliano ya simu, aliweza kupoteza, hana mawasiliano. Kwa hiyo kupitia GIMB TV na namba ambazo zinapita chini ya TV yako, unaweza kuwasiliana na sisi na sisi tukaweza kumfikia popote alipo. Jina langu ni Wilson Johnny. Hii ni GIMB TV. Cha kufanya ni kusubscribe, kulike na kushare ili wa kwanza kupata taarifa kutoka kwetu.